Karibu nyote. Ni Februari 1, 2026. Davos imekwisha, lakini wimbi la mshtuko linaanza tu. Kati ya dola inayoyumba dhidi ya dhahabu, muungano wa kihistoria kati ya India na Ulaya, na uasi usio wa kawaida wa wafanyakazi wa ofisi dhidi ya AI, mandhari ya kimataifa inachorwa upya mbele ya macho yetu. Huu hapa uchambuzi wako. Uchumi. Namba hii imetikisa masoko ya kifedha asubuhi ya leo, dola 4,985 kwa wakia moja. Huku si kupanda kwa kawaida, ni mtengano kamili wa kiuchumi. Kwa nini hali hii? Kwanza, kupoteza kwa uhuru wa benki kuu ya Marekani kumeharibu imani ya dola. Pili, nchi za OPEC ongeza zimeanza kudai dhahabu halisi kama malipo ya mafuta. Tatu, nchi za BRICS zinaelekea kwenye sarafu iliyowekewa dhamana ya dhahabu. Enzi ya dola ya karatasi kama sarafu pekee ya akiba inafika mwisho. Siasa za jiografia. Picha ya kuvutia zaidi mwanzoni mwa mwaka huu wa 2026 ni kupeana mikono kwa kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na waziri mkuu wa India Narendra Modi. Wakati Marekani ya Trump ikiweka vikwazo vya kibiashara, muungano wa kiutendaji umezaliwa. Wanajenga ukanda salama wa biashara ili kuepuka kutumia dola na Silicon Gateway ili kupinga utawala wa Marekani katika AI. Hii njia ya tatu inalenga kulinda viwanda vya Ujerumani na kuimarisha India kama kiongozi wa mataifa yanayoendelea. Swali ni je, muungano huu utastahimili shinikizo la Marekani? Teknolojia. Athari za utabiri wa Elon Musk kule Davos zimeanza kuonekana. Wiki hii sekta ya huduma imeingia kwenye msukosuko mkubwa. Hatuongelei tena mabadiliko ya kidijitali, bali uingizwaji kamili wa binadamu. Benki kuu za Ulaya zimepunguza wafanyakazi 15,000 huku mifumo ya AI ikichukua nafasi zao. Kwa mara ya kwanza, wafanyakazi wa maofisini wanafanya maandamano. Ili kupambana na hali hii, mradi wa Euro-India Brain unalenga kuunda AI huru ili kulinda siri za kiviwanda. Hitimisho. Ulimwengu wa 2026 haujadili tena, unakabiliana au unashirikiana bila sababu ya lazima. Hitimisho haliwezi kupingwa. Kufikia mwaka wa 2026, akili bandia AI haigongi mlango tu, tayari imechukua funguo. Swali si tena kama kazi yako itabadilika, bali kama itakuwepo hata mwishoni mwa mwaka. Asante kwa kutufuatilia. Usisahau kujisajili ili usikose chochote kuhusu mabadiliko haya ya kimataifa.